Ujambo mwanafunzi wa lugha, mkereketo wa lugha mahali ulipo. Jina langu ni Ustadh Kakamnai na kipindi ambacho kinaenda hewani ni kipindi Uketo wa Kiswahili. Na naomba kwamba kabla hatujaanza mada ya leo, naomba kwamba uweze ukajisajili pale kwa kusubscribe kwenye kipindi hiki. Kumbuka kipindi hiki ni kipindi ambacho kinakuza lugha ya Kiswahili. Ni kipindi ambacho kinaangazia masuala yanayofumukana ama yanayohusiana na msamiati wa Kiswahili, sarufi ya Kiswahili, fasihi ya Kiswahili na hata uandishi wa jumla wa Kiswahili. Kwa hivyo ningeomba kwamba ukaweze kujisajili kwenye kipindi hiki ili tuweze kuandamana pamoja sako kwa bako katika kujifunza mawili matatu kuhusu lugha ya Kiswahili. Kwanza kabisa ningependa tuanze kipindi hiki kipindi cha leo kwa kuangalia mhusika mbaji kwenye riwaya ya Nguza Jadi, riwaya iliyoandikwa na mwandishi Clara Momanyi. Mbaji tusisahau kwamba ni meneja wa kampuni ya mabasi ya Lonare na anatoka katika jamii ya Wakule. Jambo ambalo tunaliona ni kwamba yeye japo alikuwa anatoka katika jamii ya Wakule, bosi wake ama mwajiri wake ambaye ni Lonare alikuwa anatoka jamii tofauti na yake ambayo ni jamii ya Waketo. Tunapoangalia sifa zake ni kwamba Mbaji kwanza ni mwaminifu. Na uaminifu wa Mbaji unaonekana wapi? Jambo ambalo linaweka bayana uaminifu wake kazini ni pale ambapo Sagilu na Sihaba walijaribu sana kumkaribia ili aweze kuhujumu biashara ya mabasi ya Lonare, lakini anakataa katakata kufanya jambo hilo. Huu ni uaminifu kwa bosi wake. Kwa hivyo ni nadra sana binadamu wa kawaida anaweza akakusaliti hata kama wewe ni bosi wake ama mwajiri wake. Lakini tunaona yeye hata ingawa aliweza kushawishiwa na Sagilu pamoja na Sihaba, anasimama kidete na kuhakikisha kwamba biashara ya Lonare haiwezi kapata vizingiti vyovyote vile. Jambo jingine ambalo tunafahamu kuhusu huyu mhusika ni kwamba Mbaji ni mwajibikaji. Mbona tunasema kwamba ni mwenye kuwajibika ama mwajibikaji? Anawajibika kazini vyema, na licha ya hata vishawishi kutoka kwa wale walio na ukuruba na mtemi Sulia kama vile Sagilu na Sihaba, anasimama kidete na kufanya kazi yake kama meneja wa kampuni ya mabasi ya Lonare. Jambo jingine ambalo linaonyesha uwajibikaji wake, kuna wakati ambapo Lonare pamoja na wengine walitaka kutoka na kwenda kwenye hoteli ya Satan ili kwenda kumkabili Sagilu. Lakini tunaona kwamba Mbaji anatoka pale alipojua kwamba bosi wake ama mwajiri wake wanataka kuandamana na wenzake waende kwenye hoteli ya Satan kwenda kumkabili Sagilu. Tunaona kwamba analiendea gari mahali gari hilo lilikuwa limeegeshwa ili kumkabidhi mwajiri wake. Kitendo kile cha kuendea gari hata kwenye maegesho ni jambo ambalo ni uwajibikaji wa hali ya juu. Sifa nyingine, kumbuka kwamba tumesema ni mwajibikaji, tumesema pia ni mwaminifu, na jambo la tatu pia ni mwenye heshima. Heshima yake inaonekana wapi? Heshima yake inaonekana pale anapokataa kuingia kwenye mitego ya mahasidi ama maadui wa Lonare waliotaka kuhujumu biashara yake ama hata kumwangamiza. Lakini kutokana na heshima kwa mwajiri wake, anasimama kidete ili kuhakikisha kwamba biashara ya mwajiri wake haiwezi ikaangamizwa ama ikaharibiwa kwa njia yoyote ile. Jambo ambalo tunaweza tukajiuliza ni kwamba mbona mwandishi Clara Momanyi amemtumia Mbaji kwenye kazi yake?
Mbona ametumiwa kwenye kazi yake? Jambo la kwanza ni kwamba ametumiwa kufichua baadhi ya njama alizopangiwa Lonare na maadui zake mradi. Kwa hivyo ametumiwa pale. Kumbuka kwamba Mbaji ametumiwa kama mhusika mjenzi, na kama mhusika mjenzi tumepata kujua kwamba kulikuwa na baadhi ya njama ambazo zilikuwa zimewekwa ili kuhakikisha kwamba Lonare ameangamizwa. Kwa hivyo ni yeye, kupitia yeye ndipo tunapopata kujua baadhi ya njama hizi kupitia kwa Sagilu na baadhi ya maadui wengine kama vile nani? Sihaba. Jambo la pili kuhusiana na Mbaji ni kwamba Mbaji ni kielelezo cha wanajamii wanaozingatia haki na uwajibikaji katika utendakazi wao. Kupitia kwa Mbaji tunajua kwamba utendakazi wake ni jambo ambalo limezingatiwa sana. Kwa hivyo kupitia kwa Mbaji ni kielelezo cha wanajamii wanaozingatia haki na uwajibikaji katika utendakazi wao. Kwa hivyo mwanafunzi, hadi kipindi kingine ambapo tunamwangalia mhusika mwingine, naomba tukomee pale, lakini usisahau kusubscribe kwenye kipindi hiki Uketo wa Kiswahili. Jina langu ni Ustadh Kaka Munai kama ilivyo ada.